Habari, karibu katika mada ya leo. Leo ni siku nyingine ambapo tunakwenda kuangalia moja ya mada muhimu sana kwa ndugu zetu wakina mama, wakina dada ambao wanapitia changamoto ya hedhi. Na mada inasema changamoto za wakati wa hedhi. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba. Kama bado kujiunga nasi, basi bonyeza alama subscribe, kengele pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Kwa nami mpaka mwisho ili ujifunze zaidi na kwa undani kabisa kuhusu mada hii ya leo. Kama nilivyosema, tunaangalia changamoto ambazo wanakutana nazo ndugu zetu wanaoingia katika hedhi. Hedhi ni nini? Hedhi ni mzunguko wa kawaida kabisa wa uzazi kwa mwanamke, na mzunguko huu hutokea mara moja kila mwezi kwa wale ambao hawana changamoto. Changamoto zifuatazo hutokea mara nyingi. Changamoto ya kwanza ni maumivu makali ya tumbo. Maumivu haya ni kutokana na kukaza kwa misuli ya tumbo, lakini pia kupungua kwa mzunguko wa damu eneo la tumbo, lakini pia kupungua kwa mzunguko wa damu eneo la mgongo. Maumivu haya yanaweza yakawa ya kawaida, yakawa ni makali sana, ambayo yakaambatana na maumivu ya kiuno, lakini pia maumivu ya mapaja. Changamoto hii ni ya kawaida kabisa kwa wale ambao wanaingia katika hedhi. Changamoto ya pili ambayo inaweza ikatokea ni kuvuja damu kwa kiwango kikubwa, tunaita abnormal uterine bleeding. Kiwango hiki kinaweza kikawa zaidi ya pedi 3 hadi pedi 4 kwa siku. Ukiona umebadilisha pedi hizo, basi fahamu kwamba ni kiwango kikubwa na ni ishara ya hatari ambayo inahitaji uchunguzi wa haraka wa daktari. Kwa hiyo inaweza ikaashiria vitu vifuatavyo. Kwanza, inaweza ikaashiria uvimbe kwenye mfuko wa kizazi, tunaita uterine fibroid, lakini pia inaweza ikaashiria changamoto kuganda kwa damu au changamoto ya mabadiliko ya baadhi ya homoni. Changamoto ya tatu ambayo wanaweza kupitia watu hawa ndugu zetu ambao wanaingia kwenye hedhi ni maumivu ya mgongo, na hii ni rahisi kabisa, ni kutokana na kupungua kwa mzunguko wa damu katika eneo la mgongo. Inaweza kupelekea maumivu makali ya mgongo. Mara nyingi anasema kwamba maumivu yanavuta na yanahamia mgongoni. Changamoto nyingine ambayo wanaweza kupitia ndugu zetu ni mabadiliko ya tarehe ya hedhi. Hedhi inaweza kubadilika kwa baadhi ya watu kutokana na vitu vifuatavyo. Kwanza, msongo wa mawazo, ongezeko la uzito kupita kiasi, mabadiliko ya chakula na mabadiliko ya mazingira. Hivi vyote vinaweza vikapelekea mabadiliko ya tarehe ya hedhi. Hedhi inaweza ikachelewa sana au ikawahi sana. Lakini pia hedhi inaweza ikakosekana kutokana na vitu vingine ikiwemo ujauzito au ugonjwa mwingine kama uvimbe katika mfuko wa kizazi. Changamoto nyingine ambayo inaweza ikatokea ni matiti kuvimba kutokana na ongezeko la homoni ya progesterone, lakini pia kwa kipindi hiki matiti yanaweza yakavimba na yakawa yanauma kwa kiwango fulani. Changamoto hizi inaweza ikatokea kwa baadhi ya kina mama. Changamoto nyingine ambayo inaweza ikatokea ni mabadiliko ya ngozi. Ngozi inaweza ikabadilika kutokana na ongezeko la homoni ambazo inaweza kupelekea ongezeko la mafuta katika ngozi, inaweza kupelekea chunusi na ngozi kukakamaa au kuwa laini sana au kuwasha kwa baadhi ya muda. Changamoto hii ni ya kawaida kabisa, kama ikikuta basi hakikisha unaichukulia kama swala la kawaida. Changamoto nyingine ambayo inaweza ikatokea kwa hawa watu ambao wanaingia katika hedhi ni mabadiliko ya hali ya hisia. Anaweza akawa na hisia za kukasirika, hisia za chuki au hisia za msongo wa mawazo na hisia za hofu na woga kwa baadhi ya kina dada. Hisia hizi zinatokana na mabadiliko ya homoni hasa zinazohusiana na afya ya akili. Changamoto hii ni ya kawaida. Kama kuna ndugu yako anapitia kipindi hiki anakuwa na hasira sana, basi mchukulie ni swala la kawaida ambalo anapitia, na kuna muda litakoma kabisa na atendelee na shughuli zake kama kawaida. Changamoto nyingine ya mwisho, mtu huyu anaweza akawa na homa kali ambayo inaambatana na mwili kuchoka, maumivu makali ya kichwa. Kuna baadhi ya muda pia inaweza ikaambatana na kutapika. Changamoto hii ni ya kawaida kabisa kwa hao kina dada ambao wanaweza kupitia changamoto hizi za hedhi na huisha baada ya siku kadhaa. Mara nyingi ni siku 3 mpaka siku 5. Ushauri ni kwamba changamoto hizi zikizidi, unapaswa kuonana na daktari mara moja ili akusaidie na kukupa ushauri ambao utaweza kuokoa maisha yako, au kama kuna changamoto utaweza kutibiwa kwa haraka bila kuwa na changamoto kubwa.
Ndugu mtazamaji, naamini kuna jambo umejifunza kwenye video hii. Ni kuombe ushare na binti mmoja, mama mmoja ambaye anapitia changamoto hizi za hedhi, kwamba hayuko peke yake, tuko wote. Cha kuongezea kingine, tunapaswa kuwasapoti wakina dada ambao wanapitia katika mzunguko wa hedhi, hata kumnunulia pedi. Hebu niambie leo ni dada ipi ambayo tutampelekea zawadi ya pedi? Pindi tutakapoona zawadi video hii hapa, basi hakikisha unamtumia video, lakini pia unampelekea zawadi ya taulo za kike kwa ajili ya kusapoti kile ambacho kwamba hayuko peke yake, tuko wote tunawasapoti, kwani ni mzunguko wa kawaida wa uzazi. Ulikuwa nami Daktari Remy Komba. Asante kwa kunisikiliza, nikutakie siku njema na Mungu akubariki.